nafasi nzuri tu, hewa safi, ili tuweze kusikiza mafundisho. Mimi ninatii mada ambayo nimesikia kitangazo tangia siku ya jana kwamba majini ni ndugu ya Waislamu. Sasa kile ambacho tutakuwa tunasubiri viwanjani leo ni kuona iwapo Muislamu atakuja kukataa, aseme majini si ndugu yao. Hiyo ndio jambo ambalo tutakuwa tunasubiri viwanjani. Lakini kwa sababu tuko na vitabu vya kuchunguza na kuangalia, ni vizuri tuweze kuingia ndani ya vitabu na tusome, tupambanue, tuweze kuelewa. Mwalimu wangu, tuko pamoja? Hebu anza na kitabu cha Mathayo sura ya 10, anzia andiko lake lile la 8. Maana Wakristo, Mungu ametukataza kuwa na ushirikiano wowote na mapepo, mashetani, maibilisi, maifritu, marohani, yote Mungu ametukataza. Sasa kama ukiwa Mkristo, usikize kutoka leo, Mungu hataki ukiwa na ushirikiano wote na haya madude. Nipe andiko mwalimu wangu. Mathayo 18. Pozeni wagonjwa. Hiyo ni kauli ya Yesu, anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, sawa, takaseni wanaokoma, alafu toeni pepo. Atufanyeni nini? Toeni pepo. Yesu anasema tutoe pepo, maliza, toeni pepo. Mmepata bure. Mmepata bure, toeni bure. Kwa hivyo Yesu anasema tumepata kibali bure, hivyo tutoe bure. Yesu ametukataza Wakristo tusikuwe na ushirikiano wote na majini na mashetani, ametukataza. Sasa iwapo leo utakuwa unafanya ibada yako na mashetani na marohani, ikitu inakinga kamera huko imagoni. Kama leo hii utakuwa unafanya ibada yako ukishirikiana na majini na mashetani, ujue ibada yako itakuwa iko mahali pabaya sana, na unastahili kufanya uamuzi wa kumfuata Yesu Kristo kikamilifu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana Yesu amekataza na amesema tutoe
sujudu kwa sababu mwenzao
na binadamu. Waislamu tunajua kuna malaika na kuna wanadamu, endelea. Na majini. Na tunafahamu pia kuna majini, endelea. Na wengineo. Endelea. Kila mmoja katika hao amefanyaje? Ameumbiwa kwa vitu au dhana asivyoumbiwa mwenziwe. Mwalimu wangu, imetosha. Kwa hiyo sisi Waislamu tunaamini majini wapo na wameumbwa kutokamana na asili yao tofauti. Kuna alikimbia katika Qur'an 46:29. 46:26. Akadhani hatutaenda. Kuna sehemu huo wanabadilisha. Leo tunataka kuwaungua. Yaani kwa maandiko tu. 46:29. Na wakumbushe tulipokuleta kundi la majini. Kuja kwako. Na ulisikiliza Qur'ani. Hapo ilipohubiriwa walisema kuambiana. Waliambiana vipi? Nyamazeni, sikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha soma, walirudi kwa jamaa zao. Wakiwaonya. Wakisema, enyi watu wetu, ndio hakika tumeisikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa kinachosadikisha ndio yaliyokuwa kabla yake, ndio na kinachookoa katika haki, ndio na katika njia iliyonyooka. Ndio mwalimu wangu, baada ya kuwa huyu majini wametumwa kwa Muhammad, hiyo ni aya na tunaikubali. Sawa mwalimu wangu? Kweli kabisa. Enda kwa ufafanuzi wake. Ufafanuzi wa aya 20. Alafu mmoja mtuambie kama Yesu hapatikani kwa huo ufafanuzi hapo mwalimu. Wa aya 26. Naomba post muda wangu ile mic muiangalie tafadhali. Inasema kama ilivyoandikwa. Mtume kama alivyopelekwa kwa wanadamu, ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Muhammad ametumwa kuongoza wanadamu, pia ameongozwa kuongoza majini. Endelea mbele. Kama Qur'ani nzima na hadithi za mtume zinavyoonyesha, ndio namna alivyokuwa akikutana nao, hatujui sisi hatujui. Kuna yakini kuwa akikutana nao na akiwafunza walio juu yao, ndio na wakati mwingine wakitoa jawabu nzuri kuliko za binadamu. Endelea mbele. Kama pale waliposomea Suratul Rahman katika zile fabiai alai rabbikuma tukadhiban, yani basi iti katika neema za Mola wenu ndio mlioikanusha, ndio basi kila mtume hapo sasa, kila mtume endelea. Akifika kipande hiki, kila mtume alikuwa akiwasomea majini, na akifika hapo kwenye kipande hicho, endelea mbele, walikuwa kila mtume akisomea majini walikuwa wanasemaje? shay'an min yami kubadilishana kama vile yani hakuna yeyote katika neema zako ndio tunayokadhabisha, ndio bali tunashukuru. Kwa hivyo kumaanisha kila mtume alikuwa anatumwa kwa majini. Na mwalimu wangu kuna nini? Jawabu kitabidi muangalie. Ninaogopa nini? Nimejua tunaingia. Umezishukia. Mwalimu wangu, kama wanapinga, hebu kwanza nisaidie Marko 16:15. Inasema kama ilivyoandikwa 16:15 Marko. Kila nabii alikuwa anapatana na majini na kuwahubiria. Hapa mkuja mpinge hii. Inasema 16:15 kitabu ni cha Marko. 15 kitabu ni cha Marko mtakatifu. Niko pale mwalimu wangu, inasemaje? Hatari. Inasema akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkifanyaje? Mkahubiri Injili. Kwa nini? Kwa kila kiumbe. Mkikuja hapa mtuambie majini na mashetani ni viumbe, si viumbe. Na mwalimu wangu, huenda watakuja wajishashashaka hapa. Tusaidie Mathayo 11:29. 11:29 kitabu cha Mathayo nasema, hapa ni nira yangu mjifunze kwangu, ndio kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na
Kwa hivyo Yesu amesema tujifundishe kwake, akiwaambia nyinyi, kwa maana mlisema Yesu ni Mkristo, amewaambia mjifundishe kwake. Na mafundisho yake anasema kwamba mwende ulimwenguni kote mkiwahubiria kila viumbe, wenye kuamini na kubatizwa wataokolewa. Mje mtuambie hapa, hili andiko mnanitendea haki? Na hawa majini huwa mnapatana nao wapi? Na mnapatana vipi? Na mnawahubiria kitabu gani? Na wanaokolewa vipi? Na mnawabatiza wapi? Kivipi? Majibu ya maswali yangu nayataka hapa, si kesho. Mwalimu wangu, sasa hebu tuangalie haya mambo vizuri. Je, katika hawa watu huyu shetani alitokea wapi na amefanya nini? Mwalimu wangu, kwanza huyu shetani alikuwa kule na amekuwa na marafiki ya kila mtu. Kwanza moja kwa moja, mwalimu wangu, nisaidie kwanza kitabu cha Samueli wa pili 24:1. Samueli wa pili 24:1. Tunataka tuonyeshe kwanza shetani, ibilisi ambaye ndio jini, maana yote majina haya ni ya mtu ya kiume kimoja, alikuwa kwaje? Samueli wa pili 24:1. Kitabu cha Samueli wa pili 24:1 inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Acha nifike pale mwalimu wangu, nimeshaifikia. Naam. 24:1 Samueli wa pili. Inasemaje? Inasema hivi, tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, ndiyo akamtia Daudi nia juu yao, akisema nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Mwalimu, imetosha. Ende Nyakati ya kwanza 21:1. Nyakati wa kwanza 21:1. Hapo katika Samueli wa pili 24:1, Mungu alipokuwa hasira yake imetulia, akamwambia Daudi, nenda katika nchi ukahesabu watu. Hapa Nyakati ya kwanza 21:1, tusikie nani mwenye alimwambia Daudi, alafu mtakuja kutuambia nani kati yao ndio the boss. Inasema kama ilivyoandikwa. Nyakati ya kwanza 21:1. Wametoa silaha, sasa wanasema mambo ni mabaya. Hapa kutaenda hivyo. Yaani mlisema ni Biblia na Qur'an. Yepi kanyagi nje. Twende mwalimu wangu. Tena shetani akasimama juu ya Israeli. Rudia. Tena shetani akasimama juu ya Israeli. Akafanyaje? Akamshawishi Daudi afanyaje? Kuwahesabu Israeli. Mje mtuambie hapa. Kule Mungu mwenyewe ndiye anamwambia Daudi hesabu. Huko shetani anamwambia Daudi hesabu watu. Je, Mungu wenu ndio shetani? Ama shetani na Mungu wanashia mamlaka? Ama nani ndio the boss? Waseme. Na huyo nani mnaabudu kati ya hao? Sasa yaani majibu ya maswali yangu nayataka hapa. Msije mkasahau. Mwalimu wangu, si hiyo tu. Hebu tuangalie wana wa Israeli walikuwa namna gani. Sasa kitabu cha Zaburi 106 36 mpaka 39. 106. 36 hadi 39. Tunataka tuangalie mabeshte wa shetani ya kina nani. Inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Inasema hivi mwalimu wangu. Wakazitumikia sanamu zao. Nazo zikawa mtego kwao. Naam. Walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Wana wa Israeli waliwatolea sadaka ama wale majini. Mkuja na huwa mnasema kila yeyote ambaye ni mcha Mungu ni mwana wa Israeli. Sivyo wao wanasema mwalimu? Ni kweli. Ile watajitoa Mungu. Sijui mtajitoa ama mtabaki. Endelea mwalimu. Inaendelea, inasema kama ilivyoandikwa. Sema mwalimu wangu. Ndivyo walivyotoa uchafu kwa kazi zao. Ndio. Wakafanya uasherati kwa matendo yao. Ndio. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya watu wake, akauchukia urithi wake. Ndio. Akawatia mikononi mwa mataifa. Mwalimu wangu, hiyo imetosha. Nisaidie Zakaria 3:1. Kitabu cha Zakaria 3:1. Yaani ni maandiko tu. Mje mpite kwa mapito hayo. Kitabu cha Zakaria 3:1. Inasemaje? Acha nifike pale mwalimu wangu. Inasemaje? Zakaria 3:1. Zakaria uko karibu na Mathayo kule. Nimeifikia. Inasema 3:1 Zekaria inasema. Inasemaje? Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele. Mwalimu, ati nani mkuu? Kisha akanionyesha Yoshua nani? Kuhani mkuu. Makuhani wa Islamu ama ni wa Kristo? Kristo. Alikuwa amesimama mbele ya malaika wa Bwana na shetani. Na shetani amesimama mkono wake wa kuume. Mkikuja hapa mtuambie uhusiano wa shetani na Mungu na Yoshua
hapa ni uhusiano gani? Mwalimu wangu, yaani haya mapito mapya haya. Mwalimu wangu, hebu tumalizie na Paulo mwenyewe. Kidume mwenyewe, Wakorintho wa pili nisaidie 11:17. Inasema 11:17. Inasemaje? Wakorintho wa pili. Inasema kama ilivyoandikwa. Inasema hivi mwalimu wangu. Inasemaje? Ni neno silineni agizo la Bwana. Yaani kwanza maneno ambayo kwamba mnatuhubiria hapa si maneno ya Mungu bali kwa upumbavu. Imetosha. Nisaidie Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 1:18. Timotheo wa kwanza 1:18 hadi 20. Timotheo wa kwanza 1:18 hadi 20 inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Mwanangu Timotheo, mwanangu Timotheo, nakuagiza inasema na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ndio ili katika hayo uvipinge vile vita vizuri, ndio wewe mwenye imani na dhamira njema, ambao wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Ndio katika hao wamo Heminayo na nani na Iskanda ambao nimewapa Shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Hao wote mwalimu mwenye anakuja hapa ataja hata mmoja ambaye alikuwa ni Muislamu ambaye alihusiana nao. Na je, sisi tuko huko? Mwenyango mpaka haya tumesikia habari za mwalimu wa Kiislamu ya kuthibitisha kwamba majini ni Wakristo. Sasa wacha nialike mwalimu wa Kikristo naye kwa dakika 10. Mwalimu wa Kikristo kwa dakika 10. Kwa dakika 15, maana tunaona muda pia uko sawa. Mwalimu wa Kikristo kwa dakika 15. Hebu njoo uchunguze maneno ya haya maneno yao ni ya kweli au ni porojo au ni vipi? Uje uchunguze. Wameweka mitego wakasema upite kwa hii maswali. Naamini ya kwamba hayo maswali ni rahisi. Karibu kwa dakika 15. Haya, asante. Kwanza ni fursa nzuri kuweza kutoa elimu, na mada ya leo sijui kama imeeleweka. Sijui kama anayefundisha mmeelewa mada ya leo inasema nini kichwa. Maana leo nimesikia habari za kusujudu, si mada ya leo. Ndugu zangu, tuelewe mada, inafaa tuandike kibango pale juu. Mada ya leo tulitangaza, je, kuna majini ndugu za Islam? Hiyo ndio mada, hapo unafaa kucheza ndani. Sio Yesu Mungu, sio Yesu Mungu, sio Paulo, sio nabii alisujudu, sio leo ni Qur'an na Biblia, sio nini. Hiyo ni mada kwanza. Unatakana leo kichwa cha habari. Msemaji? Naam. Hiyo ndio mada iko hewani, sawa kabisa. Na tangu tuanze, kwanza kuna kitu nataka niweke wazi msemaji. Kwanza nipatie Qur'an 42:10. Kuna kitu unachezea kwa msitu ndio watu wasielewe. Yaani wanataka kudanganya watu ati hivi vitabu ziko hapo ni kanzu sio Waislamu. Maana wanasema ujanja Naam. Hao wanasoma magazeti ya mtu, si nabii wala malaika. Na tutakuja baadaye tuonyeshe. Naam. Na hiyo gazeti ukitumia na maana ndio worship una promote kazi yake. Hivi ni za Waislamu, ziko kwa library. Ukiulizwa wapi unasema sawa Naam. Hebu soma, sikiliza habari. Alafu wanapinda ulimi. Wanapinda ulimi tulisema. Tofautisha hadithi ya Muhammad na gazeti. Hiyo tutaweka wazi leo watu walisoma mwalimu. Tena tulisema watoe kwa Biblia. Mahali kuna jini Mkristo. Sasa wametoa. Wameanza kupindua sijui walisema. Hiyo akasema. Soma. Inasema na mkitilafiana katika jambo lolote. Basi Ekeleni kitabu cha Mwenyezi Mungu na nini? Na hadithi za mtume. Biblia kuna hadithi za mtume mahali? Hakuna Naam. Qur'ani imesema kuna sehemu ngapi? 2. Kuna Qur'ani na hadithi. Na nini? Hadithi za mtume. Hadithi ziko kwa meza hapo. Imejaa hapa. Hebu inua moja tuone. Moja hii hapa. Ndio hizo nyingine iko hapa. Hizo tu. Hizo sio pasta mkorofi sawa hapo. Wala pembeni. Muislamu ambaye msemaji haamini hadithi si Muislamu pembeni, lakini kwa Kristo ni Biblia peke yake. Si mkorofi, hiyo ndio nimeandika pembeni. Nafikiri umeeleweka. Hapo jamani, bali tumeweka mazingira sawa. Mada leo msemaji. Unaona hapo jianda.
kuna shetani mzuri upo? Hiyo ndio mada leo maana hao wanadai kuna majamaa walisilimu, sawa Naam. Baada ya kusikia Qur'ani. Kwanza nipatie Qur'ani sura ya 15. Sura ya 15. Aya yake nianzie aya yake ya 32. Kuna habari kwa hapo, tuanzie hapo. 32 nasema Mwenyezi Mungu akasema wewe Ibilisi, imekuwaje ukuwa pamoja na waliotii? Yaani yeye aliambiwa tii amsujudie nani? Adam. Sawa Naam. Twende. Inasema 33. Akasema siwezi kumtii mtu uliyemuomba kwa udongo mkavu. Kwa Mungu alitoa amri. Sawa mwalimu Naam. Adam asujudiwe. Kumbe Mungu anaweza kukubali kiumbe kifanyaje? Kisujudiwe. Sawa Naam. Na wale wanasema Yesu hafai kusujudiwa. Hapo pia kuna mada, tutaweka pembeni. Endelea kidogo. Inasema safi. Unatoa sauti unaotokana na matope yaliyovunda. Akasema Mungu alisema basi toka humo. Yaani shetani akafukuzwa toka huko. Na hali ya kuwa wewe sasa shetani ni mwenye kufukuzwa, umefukuzwa na kubaidishwa na nini? Na rehema. Inasema twende. Na kwa yakini itakuwa juu yako laana mpaka siku ya malipo. Kwa msemaji, naam, shetani na malaika zake, yaani Ibilisi na majini wote, sawa naam, wamelaaniwa mpaka siku ya kiyama. Swali langu linakuja msemaji, ukituambia majini wamesilimu, naam, kipengele ni je, kiyama kilifika hapo? Unanipata kwa makini Naam. Maana hawasilimu mpaka kiyama kifike. Naam. Kwa ukiona na isilimu hapa njiani msemaji, hiyo ndio itakuwa ni karata ya pata potea. Itabidi Mungu alikuwa amekigeuza akabadilika. Ilikuwaje wasilimu kabla ya wakati? Umenipata Nakupata. 72:14 soma. 72:14 Qur'an. Piga ya kwanza alafu piga 14 twende. Inasema hapo ndio kuna kazi, twende. Sema Nimefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Safi. Nilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Inaongoza katika uongofu. Safi. Kwa hivyo tumeiamini. Majini wakaamini kitabu gani? Qur'ani. Sawa Twende. Wala hatutamshirikisha yote tena na Mola wetu. Alafu akasema kila mtume aliyetumwa alitumwa kuonya majini. Hakutoa hata mmoja. Alisema maelezo ambayo haimsaidii, sawa Naam. Piga aya ya 14 sasa. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu. Kwa majini walifanyaje? Walisilimu. Na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Na tuliona ukisilimu unakuwa dini gani? Muislamu. Kwa maana kuna majini dini yao gani? Waislamu. Sawa Naam. Na Muislamu lazima sali sala ngapi? 5. Sawa Naam. Nipatie Qur'ani 24 36 soma. 24:36. Kumbe kuna majini walisilimu, sawa Na lazima atawadhe. Amesilimu tayari twende soma. Hivi anatawadha tutaambiwa maswali. Inasema 36. Safi. Waonekane kwa kusali baada ya kusilimu, waonekane kwa kusali nyakati 5. Mara ngapi? 5. Katika vyumba ambavyo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Kumbe majini wanafaa baada ya kusilimu wanafaa waswali mara ngapi? Mara 5. Maana majini ni Waislamu. Wanafaa kuswaliwa wapi? Nipo. Qur'ani 72:18 nipatie habari. Habari ndio mwalimu wangu, twende. 72:18. Leo hapo ni mtu majini wanasema na kwa hakika majini wanasema bana kwa hakika yani without doubt misikiti wa ana almasajid lilasoma hata iko hapa maana iko na msikiti twende. Misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Kumbe majini waliposilimu waliidentify nyumba ambayo wanafaa kuingia, wakasema ni wapi? Hapa msikitini. Kwa msikitini majini wanaishi kwa mara ngapi? 5 kwa siku. Huenda hata sasa hivi wamepumzika hapo ndani, sawa maana ni nyumba yao mara ngapi? 5 kwa siku. Ndio mkatai ndio hapo, yaani majini wote wambale hapo ndio sehemu yao. Hiyo ndio store. Kitaka majini hiyo ndio store. Qur'ani imesema kama ni mwanzo na kuna Muislamu anapinga hilo. Muislamu ambaye msemaji hana jini, huyo si Muislamu. Rudia tena. Ambaye hana jini, si Muislamu. Wajomba hapa. Qur'ani 46:29 twende atanisikiliza habari ndio hapo.
46 29 twende. inasema na wakumbushe tulipokuletea kulma majini. Kitabu ndio kinasema mwalimu twende. Kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Safi. Basi alipohudhuria alisema kuambiana, nyamazeni, sikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Alafu na ilipokwisha somo alirudi kwa jamaa zao akiwaonya. nipatie tanbii sasa. Mtume Muhammad kama alivyopeleka kwa wanadamu, ndivyo alivyopeleka kwa majini. Kama Qur'ani nzima na hadithi za mtume zinavyoonyesha. Subiri, kumbe msemaji. Naam. Ukitaka habari za majini, Qur'ani imesema unapata ndani ya Qur'ani. Sehemu ya pili unapata wapi? Hadithi za mtume. Unaona Ni Qur'ani inasema. Kumbe sio sisi tunasoma. Sio sisi. Sio kwa mkorofi. Si matatani. Qur'ani, hadithi za mtume. Wewe ndio utoe majina yanapatikana kwa Biblia. Mkorofi tunasubiri twende. Naomba turudie waelewe. Rudia tena. Unasema mtume kama alivyopeleka kwa wanadamu, safi, ndivyo alivyopeleka kwa majini. Kama Qur'ani nzima, yaani kuanzia sura ya Fatiha mpaka sura ya safi, na hadithi za mtume zinavyoonyesha. Kumbe hadithi za mtume zinaonyesha. Twende ile sehemu ya muhimu twende. Inasema lakini namna alivyokuwa akikutana nao sisi. Na wakati mwingine anasema tunayakini kuwa akikutana aliwafunza yaliyo juu yao. Safi. Tulikuwa tunahudhuria darasa la Muhammad. Twende. Bali na mtume alipowasomea binadamu hakujibu chochote. Mtume akawatayarisha akawaambia, Muhammad akamwambia Waislamu, ndugu zenu wa kijini. Sasa hiyo ndio mada ya leo. Rudia tena. Ndugu zenu wa kijini. Ndugu zenu wa kijini. Ndugu zenu wa nini? Wa kijini. Ndugu zenu nyinyi kina nani? Waislamu. Ambao ni nani? Majini. Maliza. Walijibu taabu nzuri waliposikia aya. Kwa ni sisi tunasema ni Qur'ani. Qur'ani imesema majini ni nini? Ni ndugu za Waislamu. Sawa Naam. Kwa ukikataa jini umekataa ndugu yako. Ndio kuna siku utasikia pepo toka. Umewahi kusikia kwa habari? Hakuna. Maana hapo nyumbani. Utafukuzaje ndugu yako? Huwezi. Hatari sana. Mathayo 10:8 soma. Huwezi mkule ndugu yako, wewe ni hatari ndugu yangu. Ndugu yako nakaa naye salama twende. Na kuna ndugu mkubwa, ndio huyo mkubwa yuko. 18. Mathayo inasema pozeni wagonjwa, safi, kufueni wafu. Yesu alifundisha, takaseni wenye ukoma, alafu toeni pepo. Kwa nini? Toeni pepo. Mmepata bure, Wakristo mlipata kipawa hiki bure, toeni bure. Kumbe ndio maana Wakristo wanafukuza mapepo. Maana hawataki kukaa na mapepo. Lakini kule msomaji kimebadilika, sawa Naam. Kule ndugu zao. Inafaa ukae nao kwa amani. Qur'an 49:10 soma, ni kweli ndugu zao, soma habari hiyo. 49:10. Maandiko haya twende. Inasema, safi, kwa hakika Waislamu wote baada ya kusilimu ni nini? Ni ndugu. Sawa Naam. Hao ni mandugu, mabradha. inafaa wakae kwa amani. Wale walipata yani jini hawa mabradha. Basi kaeni kwa amani. Na hakuna ruhusa ya kumtukuza. Qur'ani haijatoa hiyo ruhusa. Hakuna. Hakuna. Ndio waambie simtukane nani? Shetani. Sawa mwalimu Naam. Tunakuja mwalimu wangu. Tunakuja kwenye Biblia tena bado. Naam. Ndugu yetu alitoka pale kumjibu. Huyo alitoka hapa. Aliuliza ni nabii yupi ambaye alifanya ibada sio kusujudu? Ulimsikia akiuliza? Hapo wapi mwenyewe? Amesikia ametoroka. Samueli wa pili 7:18. Hiyo ni posho yake japokuwa si ndani ya mada. Twende. 7:18. Nimekumbuka twende. Ndipo Daudi mfalme akaingia akaketi mbele za Bwana. Daudi aliingia akaketi mbele za Bwana. Akasemaje? Mimi ni nani? Bwana Mungu. Na nyumba yangu ni nini? Kumbe Daudi anaomba alikuwa amefanyaje? Ameketi, sawa Naam. Daudi amekaa kabisa vile amekaa. Ameketi. Na anaomba dua inafika kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wafalme wa kwanza upo? Wafalme wa kwanza 8:22 soma. Hiyo si mada leo, sijui alikuwa hapo jamaa alisahau labda. Wafalme wa kwanza 8:22. Safi. Nikufilisika mwalimu wangu. Inabidi tumpe posho. Alafu nauliza maswali wakati si kipindi cha maswali. Maswali za wakati wake. Hata shaenda yuko hapa. Suleimani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana. Akafanyaje? Machoni pa mkutano wote wa Israeli. Akaikunjua mikono yake mbinguni. Akisemaje? Akasema, Bwana Mungu wa Israeli, safi, hakuna Mungu kama wewe. Mbinguni juu wala duniani chini. Kwa Suleimani aliomba msemaji akiwa amesimama. Yeye imeeleweka. Narudi kwa mada msemaji. Naam. Je, kuna majini? Sijapata msemaji majini walisulumu. Sawa Naam. Sawa Naam. Kuswali mara 5. Nipigie tafsiri ya Mayunga iko hapo. Tafsiri ya Mayunga. Ukurasa 703 nipigie riwaya twende.
Mambo mazuri leo tu. Hii ni Qur'an. Hadithi za majini tunakuja kusitoa baadaye, tumeziwekea chemba yake. Twende. Hii ni Qur'an mwalimu. Hii ni Qur'an. Ndio akasema na kitu hicho ni Qur'an. Yote ni vitabu vya Uislamu. Hii ni Qur'an. Sawa, kwa cha Mkristo hapo. Uislamu vipi hivyo? Ndio hivyo. Ukurasa ngapi? 703. 703. Ipo riwaya. Inasema hivi. Riwaya ya Abu Hurairah inafanyaje? Inasema hivi, baada ya kusilimu majini twende, inaweka zaidi mazingira ya kufanyaje? Ya kukubalisha kuwa Mtume Muhammad safi alikuwa ana nini? Ana shetani tangu alipozaliwa. Kwa hiyo tangu kuzaliwa msemaji Naam. Majini walisilimu. Unapata habari Naam. Baada ya kusilimu kile kikundi ndio naona walifukuzwa mbinguni. Na kule mbinguni walipofukuzwa mwalimu, hebu nipatie kwanza 81 nimekumbuka. Aya 25. Farisi soma. Farisi twende. 80 ngapi? 81. 81. 25. Sisi mpaka tangapo jikiti. Twende 81 25. 25 nasema wala hii si kauli ya shetani aliyefukuzwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Kumbe kule mbinguni msemaji, naam, Ibilisi tumeona kulingana na ufunuo alifukuzwa. Sawa sawa naam. Na alipofukuzwa alisemaje? Nipo. Rudia tena ile andiko. Qur'ani 2:14 Farisi twende. 2:14. Safi kabisa. Mambo mazuri tu. Mambo mazuri yanaeleweka tu. Kazi rahisi tu twende. Inasema hivi. 14. Na alipokutana walioamini usema, wanasemaje? Tumeamini. Kumbe msemaji jini mkukutana naye bahati mbaya kwa kona au mnazini au baharini kule chini, tukikutana naye mimi mkigongana ama huyu wajomba atakwambia ameamini. Safi. Tukikutana na usio mimi samahani sasa mimi namkemea katika jina la Yesu. Yesu anaenda na anapokutana walioamini, wakikutana walioamini usema tumeamini, atakupiga karata ameamini. Twende. Na wanapokuwa peke yao, wakiwa peke yao huko pembeni kwa mashetani wao usema haje, hakika sisi tu pamoja nanyi. Tunafanyaje? Tunawachezea shere tu. Kumbe ni shere wanacheza. Karata yapata potea. Kwa hakuna siku msemaji jini ataamini. Hakuna. Alafu swali litakuja. Naam. Haya majini utajuaje huyu ndio jini mzuri? Hapo. Unapata mwalimu Naam. Labda amekuja kwako ghafla bin Mungu. Hapo msikitini nimesilimu. Naam. Ni jini mzuri. Wewe utajuaje? Napenda. Mwalimu, nimeokoka. Sasa baba. Wewe hatari Tunaangalia habari ya Santa kama mwalimu wangu. Nipatie sita habari moja tanbii niweze kukaa hapa chini twende. Sita habari moja tanbii. Naomba tanbii. Inasema safi. Haya yanaonekana kuwa hii habari inaonyesha ya kwamba makafiri wa zama hizo, wale makafiri wa zama hizo walikuwa fadhali katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Ndio mwandishi akaangalia habari akaona msemaji, afadhali makafiri wa zile zama kuliko nani? Waislamu wa zama hizi. Kwa nini? Shida iko wapi? Twende. Wanaomba mizimu, kwa sababu wengi waliingia katika mambo ya mizimu na makaburi, wakaingia kwa mambo ya Luka Mtakatifu, makaburi na majini wanaomba nini? Majini. Sawa ndio maana msemaji ukitembea waganga wote vibandiko utaona Dr. Mari kutoka za kuna moja tumeona pale chini profesa Maji Mari. Sasa ndio huyu ama nani? Ndio pale chini. Profesa anatibu kisirani. Utasikia Saidi Omari kutoka Tanga, sawa anatibu kisirani kupita mtihani kama hujasoma ukinga boma leo tisiishe kiredi zije kwa simu hatari kwenye kiti. Haya, asante wa Kristo, naamini mna masikio ya kusikia na mnasikia. Wacha nikaribishe mwenyekiti mwenza wa Kiislamu naye pia aweze kumkaribisha mwalimu wa Kiislamu kwa dakika 15. Karibu mwenyekiti mwenza uweze kukaribisha mwalimu. Haya, sawa. Kwa hivyo nimeona walimu leo wako chonjo kabisa, hakuna mwenye anatoka nje ya vitabu. Kwa hivyo nitakaribisha mwalimu wangu aje amchunguze kwa dakika 15. Wameenda vizuri, hawajatoka kwa vitabu vya nje. Kwa hivyo mwalimu wangu, nakuomba ukija hapa usiingie kwa vitabu vya pembeni. Leo ni Qur'ani na Biblia tu. Tafadhali maskura ustadi. Mwenyekiti, kabla hujaniwekea muda tayari,
Ni vyema niweze kusalimu ndugu zangu katika imani. Tusalimiane kwa salamu yenye amani, salamu yenye baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zetu mkono wa kushoto, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Unaweza nibonyezea muda. Sasa mwalimu, unajua mtu akiishi kulalamika, huyo mtu amekosewa na hoja. Sawa mwalimu yele. Yaani walimu wamekuwa wanalalamikia vitabu badala ya kutuambia hoja ambayo imetuleta hapa. Kwanza mtangulizi aliyesimama hapa sijui alikuja kuzungumza kitu gani. Mada ina anwani majini ni ndugu za kina nani? Sasa kwanza niwafundishe majini ni nani, shetani ni nani, alafu tuone wao ndio mashetani kabisa kwa ulimwengu. Msomaji huko nipatie 6:112 Qur'ani kwanza. 6:112 inasema hivi. Inasemaje? 6:112 inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Twende. Kisha akasema tunajina leshi msikitini. Mwalimu 6 ngapi? 6:112 Qur'ani. 6:112 Qur'ani inasema hivi. Ndio kwenye tanbihi. Inasema tanbihi. Katika maelezo hii twende iliyofanywa ya aya 113 wametea ukafiri wao. Twende. Wengine wakakataa viumbe vinavyotajwa majina. Twende. Majini. Ila Waislamu wanajua kuna malaika. Yaani Waislamu wanajua kuna viumbe sampuli tatu, kuna malaika na binadamu na majini na wengineo. Na kila mmoja. Sasa hao viumbe, kila mmoja katika hao ameumbwa vitu visivyo vingine. Kumbe hawa watatu, majini, malaika na wanadamu, kila mtu ameumbiwa maumbile au vitu material yaliyotengeneza, wameumbiwa tofauti. Maliza. Ile inasema malaika wameumbwa kwa nuru. Malaika kwanza wameumbwa kwa nuru. Inasema elimu. Malaika wameumbwa kwa nuru. Malaika wameumbwa kwa nuru. Na binadamu wameumbwa kwa udongo. Binadamu wote tumeumbwa kwa udongo. Na shetani na majini wameumbwa kwa moto. Sasa hapo kiumbe ni majini. Majini wameumbwa kwa moto. Sasa jini ndio kiumbe ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Shetani ni sifa, sio kiumbe. Shetani ni sifa ya laana. Alipokataa kumsujudia Adam, Mwenyezi Mungu akamlaani. Qur'ani inakubali, Biblia inakubali. Shetani ni sifa, sio kiumbe. Sasa kwa sababu amekuja walivyokuja mwalimu wa kwanza akaacha swali hapa, akasema anataka wapi majini walisomewa Biblia. Samesema hivyo. Wapi majini walisomewa Biblia wakaamini, si ni kweli? Ipe 4:8 kitabu cha Mathayo. Tumalize 4:8 Mathayo. 4:8 Mathayo inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Yaani hapa ni kashkash. 4:8 Mathayo. 4:8. Inasema hivi mwalimu. Inasemaje? Kama ilivyoandikwa. Twende. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu. Huyo Ibilisi baba lao, yaani shetani mlaaniwa, Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu, akamuonyesha miliki zote. Sasa huo mlima mrefu, mmeachiwa maswali hapa ambayo hamjamjibu. Mlima gani akisimama mtu anaona ulimwengu wote? Twende. Inasema nafari zake. Akamwambia yote nitakupa kama ukianza kunisujudia. Maliza. Ndipo Yesu. Sasa Yesu akamwambia nenda zako shetani. Yesu anakataa, nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa. Kumbe unaposikia imeandikwa, yani imeandikwa, ilishaandikwa, imeandikwa wapi? Tutakuja kuangalia. Maliza. Inaweza msujudie Bwana Mungu wako. Mwabudu yeye peke yake. Ukiangalia reference na kupeleka kwa Kumbukumbu la Taurati 16:16. Kumbe Yesu anamnukulia shetani maneno ya Musa katika Taurati. Sawa msomaji? Sasa tumuulize shetani. Alipomwambia kwamba Mungu ni mmoja anayestahili kuabudiwa, shetani aliamini baada ya kuhubiriwa na Yesu ama alikataa? Nipe Yakobo 19. 19 sema kama ilivyoandikwa mwalimu. Twende. Yaani kama alivyokuja ndio tunaenda. Wewe shetani. Waamini Mungu. Waamini Mungu ni mmoja. Wakristo nyinyi mnaamini Mungu ni mmoja. Watenda vyema. Kumbe mnatenda vyema. Maliza. Na mashetani nao wanaamini. Kumbe mashetani na Wakristo wanaamini Mungu ni wangapi?
wangapi? Mmoja. Na Yesu alimwambia shetani Mungu ni wangapi? Mmoja. Kwa hivyo shetani akaamini. Maliza. Mwalimu, unaamini? Kumbe shetani amefanya nini? Shetani akasema, unaamini Mungu ni mmoja? Alafu Na mashetani, maliza. wanatetemeka. Kama mashetani wana imani kubwa kuliko wao, wanaamini Mungu ni mmoja, alafu wanafanya nini? Wanatetemeka. Akasema kwamba sisi Waislamu tunashiriki na mashetani. Sawa? Sasa Muislamu na shetani wapi na wapi? Nipe 2:208 Qur'ani. Maliza. 2:208 Qur'ani. Twende. 2. Mashetani kwenu huko tunawarudishia. 2:200 na shetani. 2:208. Alafu mwalimu sisahau. Kwani mwalimu wanakaa msikitini. Sina kukumbusha tu. 2:208 Qur'ani. 2:208 nasema kama ilivyoandikwa. Enyi mlioamini, ingieni katika hukumu za Uislamu zote. Mungu anaambia Waislamu, nyinyi Waislamu ambao mmeamini, ingieni katika hukumu za Mwenyezi Mungu zote. Wala msifuate nyayo za shetani. Mungu anasema tusifanye nini? Nyayo za shetani. Sasa Waislamu wamekatazwa kufuata nyayo za nini? Shetani. Sasa tuwaulize Wakristo, wanamfuata shetani, si ni kweli? Akasoma 72:1 Qur'ani, soma. Inasema 72:1 inasema kullu uhiya ilayya annahu sama'a nafar min al-jinni. 72:1. 72:1 inasema mwalimu. Inasemaje? Sasa hivi tutamoja sekunde sifuri. Na hapa nitafanya chunguze kidogo. Tutampataza. Anasema Inasema imefunuliwa kwangu ya kuwa kuna kundi moja la majini. Kuna kundi ngapi? Moja la majini. Kuna kundi ngapi? Moja la majini. Ili kujulikane ni moja, kuna la pili. Sawa? Maliza. Sikia Qur'ani. Kumbe hili kundi lilisikia, sio kwamba lilihubiriwa. Lilisikia Qur'ani kisoma. Nini? Hakika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu. Kumbe wanasema wao baada ya kusikia Qur'ani, tumesikia Qur'ani ya ajabu inaongoza katika uongofu. Sasa kundi moja kumbe lilisikia Qur'ani ikasoma likaamini. Sawa? Sasa hili kundi la pili nalo liliamini nini? Nipe 3:11 Marko. 3:11 Marko inasemaje? 3:11 na mapepo wachafu. Hawa sasa ndio mashetani, pepo wachafu. Na mashetani wachafu. Pepo wachafu. Kila walipomwona Yesu. Kumbe mashetani wachafu kila walipomwona Yesu walifanya nini? Chini. Wakasema nini? Wakasema nini? Wewe Yesu. Ndio. Nani? Mwana wa Mungu. Kumbe mapepo wachafu wanasema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wakristo wangapi wanasema mapepo wachafu walisema uongo, Yesu ni mtoto wa Mungu? Mkono juu. Wote wanaamini. Kwa hivyo Wakristo na mapepo wachafu wakasema majini himaya yapo ni wapi? Msikitini. Sawa? Muone hekalu state house ya mashetani ni wapi? Nipatie Ufunuo 2:9. 2:10 inasemaje? 2:10 kitabu chake cha Ufunuo Yohana mwalimu. Mkikuja hivyo tunaenda hivyo. Yaani hivyo mwalimu. 9:2:10 Ufunuo. Leo ni siku malo. Maliza. Nasema mwalimu kama ilivyoandikwa. Twende. Na kwa malaika wa kanisa leo Pergamo andika. Malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Hayo ndiye anenayo. Yeye aliye na upanga mkali. Maliza. Wenye makali kuwili. Mwalimu twende mbio. Nakaliwa. Toka hapo. Wapi? Hapo kanisani. Wapi? Ndipo kiti cha enzi cha nani? Shetani. Kumbe kanisani kuna kiti cha enzi cha nani? Kumbe makao makuu ya shetani ni wapi? Kanisani. Mtakuja mtuambie hicho kiti cha shetani kule kanisani nani akaweka? Na wanaenda kanisani dini gani msomaji? Kristo. Shetani akiwa kanisani ni Muislamu. Kristo. Anaabudu, anapiga adhana, anasali ama anapiga makofi, anaimba huko. Sasa mkija mtuambie huyo shetani nani kamweka kule kanisani? Sasa msomaji akakuja akasema kwamba Waislamu tunaabudu majini. Umemsikia? Umesikia akisema tumuulize Mungu kama Waislamu sisi tunaabudu majini, si lazima tusafishe? Nipe 8:2 Qur'ani. Kullu uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan. Inasema twende. Hakika waumini wa kweli. Sasa sikiza, waumini wa kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu, nyoyo hujana hofu, wanaposomea aya za Mwenyezi Mungu, wanazidisha imani. Kumbe wanaposomewa aya za Qur'ani Waislamu hao wanazidi imani. Maliza. Wanamtegemea Mola tu. Maliza. Basi hawana kuamini mizimu. Kumbe Muislamu wa kweli hana kuamini nini? Mizimu. Twende. Wala pango
wala shetani. Kumbe Muislamu wa kweli haamini nani? Shetani. Haamini nani? Shetani. Wakasema kwamba majini, kwamba majina yao sijui ni nani, sijui dini yao ni gani. Simfahamu. Akaomba anataka jini la Kikristo. Sasa ameomba. Situmpatie. Tupatie 5:8-9 kitabu cha Marko. Ngapi? 5:8-9 Marko. 8:9 Marko. Shetani Mkristo ndio huyo hapo. 8:9 Marko. Twende. Kitabu chake cha Marko cha Biblia. Wamesema tusitoke nje na tunaongoja akikuja tunaenda. Hatutoki. Hizo vitabu walikuwa wanalia hatutaenda. Hatupeleka huko. Mkizusa tunakufa. Mwalimu anarudisha huko. Tunakufa tunakufa. Wajanja wamelia sana, wacha tuwasamee. Mwalimu ngapi? 5:8-9. 5:8-9 inasema kama ilivyoandikwa. Twende. Naona mchungaji ameshika kama ameviliwa mwalimu taratibu. Sijampima wewe Kristo. Inasema mwalimu. Soma. 5:8-9. Kwa sababu amewaambia Yesu amewaambia pepo mchafu, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza jina lako. Kumbe Yesu anamuuliza pepo mchafu jina lako, sawa? Ni nani? Akasema nini? Pepo. Akamjibu akasema nini? Jina langu ni nani? Jina langu ni nani? Jina langu Legioni. Kumbe pepo anaitwa nani? Legioni. Maneno pepo na kizungu ndio ile hapo, ninaitwa Legion. Wewe ile ile wewe ulipata msikitini kule, ile unalipata kanisani kule. Maliza. Mwalimu na wapili. Wapili anasema siku ya kwenye hizo biashara 6:70 Yohana. Yesu anasema nini? Kwenye wanafunzi 12 na mmoja wenu ni nani? Shetani. Kumbe mmoja kati ya wanafunzi wa Yesu alikuwa nani? Shetani. Alikuwa nani? Shetani. Mkija mpingane na Yesu. Kama msomaji akakuja akasoma Qur'ani 2:13. Tena msomaji wa pili akakuja akairudia, akaimwagia mtama. Hebu soma hapo tuone. 2:13. Hao wanaoambiwa hapo ni kina nani? Alafu mwalimu sasa tunasujudi tunapepa sisi. 2:13. Alafu unampata pia Mkristo anafukuza shetani mule kanisani. Sasa unamfukuza aende wapi? Makao yake ni kanisani. Aende wapi? Nini mbona mnadhulumu viumbe wenzenu? Mwalimu 2 ngapi? 2:13 Qur'ani. 2:13 inasema kama ilivyoandikwa. Twende. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Bismillahir rahmanir rahim. Wanashangaa Qur'an napiga kwa Kiarabu alafu nasoma Kiswahili. Mwalimu mda bwana. Na wanapoambiwa aminini kama ulivyoambia watu wakasema, wanapoambiwa hao mashetani aminini kama walipoamini wenzenu, wanasema nini? Wasema umeamini kama walivyoamini wale wapumbavu. Mama kidogo sasa, hawa mashetani ni kina nani? Ndio nikafundisha kwanza kuambia watu shetani ni nani, kwa sababu shetani ni sifa. Hata katika watu kuna mtu anaitwa mwizi. Mwizi ni sifa, haina maana ndiyo jina lake, ni sifa kutokana na kazi yake. Shetani ni sifa ya laana. Soma fafanuzi ya kumbe Mayahudi ndio ambao wanaitwa kina nani? Wale Waislamu waliotoka Makka. Kumbe Mayahudi ndio ambao walikuwa wanakutana na Waislamu waliokuwa wakitoka Makka, wanaambiwa kwamba tumeamini kama mlivyoamini nyinyi. Kumbe hao mashetani ni kina nani? Ni Wayahudi. Sasa mbona ukisoma yeye unajikuna? Tunashinda. Ukisoma hiyo alafu umevaa macho 4 na uone vizuri, tukuongeze ya 3. Mwalimu anaangalia muda kama huko. Bado tuko. Muda imekwenda. Mbona wanalia? Sasa msomaji, hawa Wakristo zamani walikuwa wanafanya nini na majini? Ni sawa. 17:7 Walawi. 17:7 Walawi. Inasemaje? Walikuwa wanatoa kafara huko. 17:7 Walawi. 17:7 Walawi. Yaani wao Mkristo kumkataa jini wakati shetani amefanya msaada mkubwa kusimamisha Yesu, mkaamini kwamba amekufa msalabani. Hiyo si kazi ya Mungu, ilikuwa kazi ya shetani, kwa sababu msalabani Mungu hajahusika hata kivyovyote vile. Soma. Inasema 17:7 kitabu cha Walawi. Wala hawatatoa tena. Ukisikia tena ni mara ya pili, bi maana ni nyongeza. Hawatatoa tena. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Kumbe Wakristo walikuwa wanatoa sadaka zao kwa kina nani? Majini. Ili wafanye nini? Ile inasema hawatatoa ambao wafuata ili wafanye usherati nao. Kumbe walikuwa wanafanya usherati na kina nani? Na majini. Alafu wanatoa nini?
pepo. Wanatoa sadaka, sawa. Tutakuja kuangalia sadaka mlikuwa mnatolea majini ni gani. Sasa imebaki dakika moja, msomaji akasema majini kitabu chao ni gani? Yote ni Qur'ani. Ati ni Qur'ani. Sasa Muislamu anaposoma Qur'ani kwanza anafanya kitu gani? 16 Qur'ani. Sasa ile nani nasema 1698. Soma. 1698 nasema 1698 nasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. 98 leo wataandika sana. Inasema na ukitaka kusoma Qur'ani. Sasa Muislamu sikia, ukitaka kusoma Qur'ani inasema elimu. Na ukitaka kusoma Qur'ani, ukitaka kuisoma Qur'ani, kwanza Muislamu tanguliza upige nini? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kumbe Muislamu anakitaka kusoma Qur'ani anamlaani nani? Shetani. Anamlaani nani? Shetani. Anamlaani nani? Shetani. Sasa vipi amlaani ndugu yake? Kama ni ndugu yake vipi amlaani? Wewe vipi? Ndio mmeisha baba. Naoja kwenye maswali ya tano kwa tumakuni. Haya, tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri. Wamejaribu kujitetea.